watu ambao tunapenda kumshukuru Mungu kwa wakati wake, maana yeye ni mwaminifu na siku zote atabaki kuwa mtetezi katika maisha yetu. Lakini tuombe tunapoendelea na somo letu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa majira haya asubuhi ambapo Bwana umetusaidia, tumefika kazini salama. Tuna kila sababu ya kuheshimu, tukisema ni asante kwa neema zako na fadhili zako Mfalme. Bwana, pokea sifa za utukufu kutoka ndani ya moyo yetu Mfalme. Umetulinda Mfalme tangia wiki ya jana. Umetulinda katika hizo siku mbili za Jumamosi na Jumapili. Bwana, tuna kila sababu ya kutukuza, tukisema ni asante Mfalme. Tumeingia wiki nyingine tena Mfalme, tuna kila sababu ya kushukuru. Asante kwa ulinzi, asante kwa afya, asante kwa uzima. Bwana, imegharimu tu mkono wako sisi kufika mahali hapa. Kuna wengi wangetamani kufika kazini Mfalme, ama wangetamani kuamka siku ya leo, bali hawajaweza. Si kwamba sisi ni wazuri Bwana, ni kwa ajili tu ya nguvu zako na rehema zako juu ya maisha yetu Mfalme. Neno lako limesema kwamba Mfalme, ulipokuwa pale msalabani ulisema yote yamekwisha kwa ajili ya maisha ya mwanadamu Mfalme. Sisi watoto wako Mfalme, tunyenyekea chini ya miguu yako tukihimidi jina lako, tukisema tu Mfalme ya kwamba tunaomba Bwana ukaandamane pamoja nasi kuanzia siku ya leo, ikiwa siku ya Jumatatu mpaka siku ya Jumamosi Mfalme. Asante Mfalme kwa wingi wa rehema Mfalme wa ajabu. Zidi kutunemesha, zidi kutuhifadhi, maana wewe ni Mungu mwenye uwezo Mfalme. Yale ambayo tumetenda ya sirini Jehova Nisi, tunaomba Bwana ukaweze kutusamea. Yale Mfalme tumetenda kutokujua na kujua Yesu Kristo, Bwana ukaturehemu. Macho yetu yanaweza kuona, masikio yanaweza kusikia, mawazo yanaweza kufikiria, macho yanaweza kutamani na mdomo unaweza kuongea maneno maovu Mfalme. Tunaomba tu kwamba Mfalme ukaturehemu, ukatukumbuke, ukatuinue Mfalme wa ajabu. Asante kwa kila kitu ambacho unatenda juu ya maisha yetu Mfalme. Tuhifadhi pamoja na kampuni nzima Mfalme, ninawaombea baraka zako. Asante kwa ulinzi, asante kwa afya. Zidi kutuonekania Mfalme. Mfalme, zidi kutupa neema na nguvu ya kufanya kazi mahali hapa, maana neno lako limesema kwamba asiyefanya kazi Mfalme na asipate kitu mezani. Bwana, tumekuja mahali hapa kulingana na neno lako Mfalme, tayari kutumika mahali hapa. Bwana, ukatupe neema na kibali. Bila nguvu zako hatuwezi chochote, bila neema yako hatuwezi kusonga hata hatua. Bwana, tunyenyekea chini ili kwamba ukainuliwe juu ya maisha yetu. Asante kwa kila nafsi iliyoko mahali hapa, ninaombea baraka zako Bwana, ukawalinde, ukawatetee, maana wewe ni Mungu mwenye uwepo, katika jina la Yesu Kristo Mungu hata kuamini. I'm just going to share something brief about something that normally affect our growth in life when it comes to the perspective of knowing Christ. In reading the book of Proverbs 20 from verse 5, I'm speaking about the purpose. In Proverbs 20 from verse 5, the Bible says, the purpose of a person's heart are deep waters, but who has insights draws them out. And when we read that book from Psalms 40 from verse 1, I waited patiently for the Lord. He turned to help me and heard my cry. When you read on that Proverbs 20 from verse 5, the purpose of the heart are deep waters, but who has insight draws them out.